بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم ليوم الدين. أما بعد, kwa hakika katika mikutano yote tunayofanya kuna mikutano mingi, na huu ni mkutano mmojawapo katika mikutano muhimu. Huu ni mkutano muhimu zaidi kuliko mikutano yote tuliyozoea kuhudhuria, kwa sababu mkutano huu una mazingatio makubwa sana. Mkutano huu una mazingatio ambayo hayapatikani katika mikutano mingine. Katika mazingatio ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumia sisi nyulimwengu mbili, katuumbia alamu shahada na katuumbia alamul ghaibi. Huu ulimwengu tulionao hivi sasa tunaoishi, huu ndio alamu shahada, na huwezi kuishi katika ulimwengu huu mpaka kwanza utangulia katika ulimwengu alamul ghaib. Na sote tulikuwepo katika ulimwengu huo, katika alamu dhar. Na Allah anatuambia, hal ataa ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Hal ataa ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Hakika kimepita kipindi kirefu kwa mwanadamu, alikuwa hataji mwenyewe, hajui yuko wapi, yupo katika alam dhar. Baada ya hapo tunazaliwa na wazee wetu, tunaingia katika ulimwengu huu wa alamu shahada. Baadaye tunarejea tena katika alamul ghaib, na huu ni msafara mrefu sana, msafara wa kutoka alamu shahada, ulimwengu wa vitu vinavyoonekana, kwenda katika ulimwengu ambao anayejua hakika yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni masafa marefu sana, msafara mrefu ambao unahitaji nini? Zawadi, unahitaji matayarisho. Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Kwa hiyo kwa mazingatio haya ni kwamba yote tunayofanya hivi sasa katika mambo ya kheri katika ulimwengu wetu huu wa alamu shahada ni kwa ajili ya kujitayarisha kwenda katika huo ulimwengu wa alamul ghaib. Thumma turadduna ila alimil ghaibi washahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lakini pia katika ulimwengu huu, baada ya kuondoka, baada ya kuwa umejitayarisha tayari kwa ajili ya ulimwengu unaokwenda, unatakiwa uache kitu kizuri katika ulimwengu wetu huu. Uweke kitu cha kukumbuka katika ulimwengu huu, na falsafa nzuri ni ile ile ya Nabii Allah Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Uache jambo ambalo watu wataongea kwa kuhusu wewe, jambo zuri, watu wakuseme vizuri, mambo yako ya kheri unayafanya. Siwezi kusema mengi mimi kuhusu Ali Baswaleh. Ali Baswaleh nimekutana naye katika safari za kheri, katika safari ya ilmu, na yeye ni mmoja wapo katika walioshawishi kutoka Tanga kuja hapa kuhudhuria mihadhara alipokuwa anashirikiana na almarhum Sheikh Abud Maali. Hapo ndipo tunaanza kujuana mpaka tukawa tunaishi pamoja mpaka muda huu. Na taarifa yako, hatujagombana hata siku moja, tumeishi hivi hivi masikilizano mpaka katika umri wetu huu. Na kazi zake nyingi mnakumbuka, kawahi kufungwa Ali Baswaleh kwa ajili ya kutetea haki, na huko Mombasa Ali Baswaleh pia alitaka kufungwa akakimbia. Lakini huu si wakati wa kuzungumzia kila kitu
kwa mtu ambaye kwamba ana historia ndefu kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie husnul khatima kwake yeye Sheikh Alba Saleh, na sisi vile vile atupe husnul khatima. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullah.